Hello, mambo vipi? Karibu sana katika channel ya Brand Kidigitali. Na siku ya leo nataka nilenge zaidi tujifunze jinsi gani ya kuweza kuandaa portfolio. Wengi wamekuwa wanachanganya sana. Mtu anapoambiwa portfolio anashangaa kwamba portfolio au ni CV. Portfolio sio CV. Nitaielekeza hapa hatua kwa hatua. Yaani maana yake nitaelekeza namna ya kuandaa format, utatambua vipimo vyake na kila kitu kinachobebwa ndani ya CV. Ndani ya portfolio yako. Kwa hiyo utajua kuiandaa portfolio mwanzo mwisho wewe mwenyewe. Ninaposema portfolio maana yake nini? Portfolio ni mkusanyiko wa kazi ambao unaonyesha uwezo wako wewe kwamba ni kitu gani una uwezo ukakifanya. Umenielewa? Kwamba portfolio inabeba mkusanyiko wa kazi, ndani yake inakuwa attached, kwamba yenyewe inakuwa ni format ya PDF. Portfolio inakuwa katika format ya PDF ambayo ndani yake inabeba mkusanyiko wa kazi mbalimbali kwamba ni kitu gani unaweza ukakifanya. Au ikaelezea ujuzi ulionao. Zaidi inaelezea zaidi ujuzi ulionao. Kwa hiyo unapokuwa unaandaa portfolio kuna pande mbili. Upande wa kwanza tuna hii cover, portfolio cover. Alafu upande wa pili ndio unakuwa unaelezea kuhusu kazi ulizowahi kufanya. Kwa hiyo kuna cover, portfolio cover, lakini pia kuna presentation ya kazi zako. Kwa hiyo kuanzia hii ni peji ya kwanza. Peji ya pili inakuwa ina present kazi ulizowahi kufanya. Kwa hiyo naomba kwa muda huu tukave kwanza namna ya kuweza kuandaa hii portfolio cover. Ni kuelekeze portfolio cover inakuwa inabeba vitu gani. Baada ya hapo tutahamia kwenye peji ya pili kwa ajili ya kuonyesha zile au kuanza kupresent kazi mbalimbali ulizowahi kufanya, namna ya kuweza kuzipangilia. Umeelewa vizuri? Kwa nitakachokifanya hapa, nitakuja kufungua document. Document inayofungua maana yake tutatambua vipimo ambavyo tutavitumia au vinatumika kwenye kuandaa portfolio. Tutakuja hapa kufungua new document, nitakuja kwenye file, nitakuja kwenye new hapa. Nikisha kuja kwenye new, moja kwa moja sitachagua recent. Recent ni sehemu ambayo mimi nilisha vipimo ambavyo nilivitumia before. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye sehemu ya print. Moja kwa moja utakuja sehemu ya print, utakuja kuchagua A4 hii hapa. Utachagua A4, then utasema create. Karatasi yangu hii hapa. Hapa sasa ndo tunaanza, tumeshafungua dokumenti yetu au karatasi yetu. Kwa hiyo vipimo ambavyo vinatumika kuandaa portfolio ni A4. Ni ile lim paper, ukubwa wa ile karatasi za lim paper. Baada ya hapo nitakuja kutengeneza rectangle. Nitakuja kutengeneza rectangle yangu hapa. Nitatengeneza rectangle nyembamba tu. Nitatengeneza rectangle nyembamba mpaka hapa, let's say. Nitakuja kuweka rangi ambayo mimi nimependa, nitatoa stroke hapa. Nimependa niweke rangi nitumie la color code zangu. Napenda sana kutumia rangi ya kijani. Green, napenda sana kutumia green. Nitakuja hapa kwenye green yangu hapa. Nitabonyeza okay. Sawa? Au naweza nikatumia gradient pia. Napendelea sana kunitumia gradient. Nitabonyeza hapa, nitakuja kuweka gradient. Nafikiri kwenye upande wa kutumia gradient kila mmoja anafahamu vizuri. Kwa hiyo sina haja ya kuelezea sana au kuelekeza sana. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hapa nitakuja kuchagua rangi, tenda haraka kidogo. Nitachagua rangi chini, nitaweka rangi ambayo ya green ambayo imeiva sana. Ambayo imeiva sana. Alafu upande wa juu huku nitaweka rangi ambayo ya green ambayo imeng'aa. Green ambayo imeng'aa kidogo. Alafu nitazifanya ziwe vice versa hivi. Sijui umenielewa nilichokifanya hapa. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Chagua rangi ambayo imeng'aa kidogo. Kitu kama hiki hapa. Baada ya hapa nilichokifanya nilikuja kutengeneza tena hapa juu, nilikuja kutengeneza rectangle yangu, au unaweza kutengeneza rectangle. Unaweza kutumia hii format ambayo naitumia mimi au kutumia format yako wewe mwenyewe. Mpaka hapa nikaweka rangi ya njano. Nitakuja kuweka rangi ya njano hapo, nitaweka rangi ya njano, nafikiri itakuwa vizuri zaidi.
nitaweka rangi ya njano. Njano yako inaweza ikawa hii au njano yako inaweza ikang'aa zaidi. Hapa nitaitengeneza vizuri ipate kuendana. Naweza nikavuta hapa nikakuza, alafu nikalinganisha hapa. Umeona njano yako ukiona kama vile haijang'aa sana, unaweza ukaifanya hivyo, ukaipeleka juu hivi ipate kung'aa. Na huku juu naona hii haijafiti hapa, sio mbaya. Baada ya hapo nilikuja kuchukua picha, maana yake lazima kuwe kuna picha yako wewe. Hii nitapeleka juu kidogo, lazima kuwe kuna picha yako, maana yake nitakuja kuchukua cycle, nitachora cycle yangu hapa. Nitachora cycle yangu hapa, then hii cycle nitakuja kuiwekea rangi nyeupe. Nitawekea rangi nyeupe. Baada ya hapo nitaleta picha yangu ambayo nataka niitumie. Nitakuja hapa, nitakuja kuplace. Nitaenda haraka ili mradi nitaenda chap. Nitachukua picha hata yoyote ile, hata hii hapa, nita double click, nitakuja kuiweka hapa. Nita clip mask, maana yake picha iingie ndani ya hii shape. Nitaisogeza vizuri ipate kukaa center. Baada ya hapo unaweza ukaja kwa select hii picha yako, alafu uje kuwekea, nitakuja kuwekea stroke nyeupe. Nitakuja kuwekea stroke nyeupe. Nitabadilisha rangi ya stroke yangu hapa, nitaweka nyeupe, kitu kama hiko. Umeona? Ukitaka kupunguza size unaweza kupunguza size tu, wewe mwenyewe utakavyoamua. Ukitaka kupunguza size unaweza kupunguza size. Lakini pia utakachokifanya hapo, mimi nilikuja kutengeneza muonekano fulani hivi. Nitakuja kuchukua hii tunaita polygon, nitabonyeza hapa, nitachagua pembe 3. Hii nitaiwekea, nitatoa stroke, nitawekea fill nyeupe. Nitawekea fill nyeupe, then nitairotate hivi juu chini chini juu, alafu nitakuja hapa nitairesize kidogo. Nitakuja niipeleke nyuma au mpaka hapo iko sawa. Nitasogeza kwa juu kidogo mpaka hapo, imenipa muonekano mzuri. Unaweza kaona. Baada ya hapo tutakuja kuandika jina. Sawa? Tutakuja kuandika jina lako wewe ambalo unalotaka sasa au unataka kulitumia au ambalo unalitumia kwenye social media zako. Kwa hiyo utakuja au jina lako binafsi, sio ambalo unatumia kwenye social media, jina lako wewe ambao unatumia kwenye vyeti vyako. Sawa? Utakuja utaliandika hapo. Utaliandika hapa. Mimi natumia fonti, nitaandika kwanza afu nitakwambia fonti ninayotumia. Hapa mimi mfano, utatumia jina ambalo unaona wewe kwako ni sawa. Siwezi nikakulimit. Unaweza kutumia jina la ambao la kwenye vyeti au jina lako ambao unatumia kwenye social media, whatever. Mimi tu nitaandika tu hapa Michael Daniel Mbasa. Daniel Mbasa. Hivyo nitaenda speed kidogo. Huku nitatumia font inaitwa Commissioner. Nitatumia font inaitwa Commissioner ambao nitatumia bold kabisa. Commissioner nitatumia bold kabisa. Commissioner nitatumia bold, kitu kama hiki hapa. Alafu kidogo size ya maandishi, naona umbali kati ya sentence hizo nikuze kidogo. Nitaweka rangi nyeupe maandishi yangu haya ili ipate kuweka muonekano mzuri. Unaweza kaona hapo tumepata kitu kama hiki hapa. Sasa cha kuzingatia ni kwamba mimi nahitaji kuwe kuna mpangilio mzuri wa details zako. Sasa nitakuja nitumie ruler. Ruler, ili uweze kutumia ruler utabonyeza Control R. Shikilia Control alafu bonyeza R. Alafu utachukua ruler yako, nafikiri kila mmoja anafahamu namna gani ya kuweza kutumia hizi ruler. Utachukua hii, utakuja kui align hapa kwenye hii ruler yako. Alafu na huku picha yako utakuja kui align hapa kwenye ruler yako ili visipishane mpaka hapo. Umeona, mimi nataka nipange vitu vyangu vyote vikae hapo.
Baada ya hapo utakuja kuandika cheo chako, labda wewe ni graphic designer, utakuja hapo graphic designer, sawa. Sasa graphic designer haiwezi ikawa bold kubwa kabisa, tutapunguza, alafu tutapunguza font weight, kwa sababu title tayari inajieleza kwamba ipo na bold. Huku inayo maandishi yanayofuata hayatakiwi kuwa na bold sana. Taweka hapo, tapunguza, sorry, nimepunguza vibaya. Mpaka hapo nitapandisha juu kidogo. Mpaka hapo ni sawa. Au nitakuza kidogo. Let's say mpaka hapo. Mpaka hapo ni sawa. Sawa? Baada ya hapo utakachokifanya, tutakuja kuweka sasa tunaita referee. Unaweza ukaja ukaweka kipengele cha referee hapa, ambapo nitakuja kuchukua rectangle yangu. Nitakuja kuanzia hapa kwenye rula yangu, au unaweza nikakuza nikaanzia hapa. Hivi vitu nitaweka pembeni kwanza huku. Nitaanzia hapa, alafu nitaweka kipengele hapa. Umeona? Sasa kwenye kipengele cha referee hapa nitakachokifanya, kwanza nita round corner hizi zote, nita round corner. Baada ya hapo nitakuja kutoa hii fill, nitatoa fill, alafu nitakuja kuweka stroke. Stroke nitaweka nyeupe. Nitaweka nyeupe, alafu huku nitakuja kupunguza size, nitatumia 0.5. Sawa? Baada ya hapo nitaduplicate hii stroke yangu, nitaduplicate stroke ya rectangle au rectangle yangu, nitaduplicate. Nitakuja hapa kwenye edit, nitacopy, edit, nitapaste in front. Baada ya hapo nitapunguza size hapa. Nitapunguza size mpaka hapa. Alafu sasa nitakuja kuselect hii hapa. Nitarudisha hivi, alafu nitakuja kuselect huyu, nitarudisha hivi. Sita round corner upande wa huku. Baada ya hapo nitatoa stroke, nitakuja kuweka fill, nitaweka njano. Utanielewa, tunafikiri sifundishe beginner hapa. Issue tufahamu format tu ya kuweza kuandaa kazi zetu. Bas, lakini nafahamu designing wengi mnafahamu vizuri. Sawa? Kwa hiyo hapa tutakuja kuandika labda referee. Nitaandika tu kwa herufi kubwa. Hata nikiandika references tatumia rangi nyeupe. Hapo naweza nikaika, kwa sababu hizi ni title, naweza nikaika bold. Utatumia bold, utafuata kadri ninavyofanya mimi au ninavyotumia mimi hizo rangi au format za maandishi. Utapata matokeo mazuri sana, hata baadaye kama utakuja kubadilisha format. Lakini hizi format za maandishi ni muhimu sana kuzingatia kwamba wapi unaweka bold ili upate kazi mzuri yenye mvuto. Hapa tutakuja kuweka labda bold kidogo, semi bold kama hivyo. Baada ya hapo utakuja kuandika sasa hao majina ya hao watu wako ambao ulifanya kazi kwao au walikuajiri. Kwa mfano hapa mimi naweza nikaandika ajira yangu ya kwanza nilipata kwa mtu anaitwa huyu anaitwa Dr. Silverius Ngaiza. Sawa? Silverius Ngaiza. Nitakuza kidogo, alafu naweza nikatumia njano hapo. Nikatumia rangi ya njano. Baada ya hapo nitakuja kuandika kampuni yake, jina la kampuni yake hapa chini. Naweza nikaja kuandika jina la kampuni yake kwamba Atwood Marketing and Communication. Umeona, Atwood Marketing and Communication. Hapo naweza nikaweka rangi nyeupe. Nitapunguza kidogo, nitapunguza. Alafu sentences hizi zimekaribiana sana. Nitaongeza space hapo. Kitu kama hiki hapa. Huyo nitamweka bold kidogo. Nitamwekea bold kidogo huyo. Nitamwekea bold. Huyo aendelee kuwa regular au kuwa thin.
kuwa nyembamba. Baada ya hapo utakachokifanya utaandika mawasiliano yake ya simu. Kwa uta duplicate hapo. Nafikiri kila mmoja anajua kuduplicate. Utaandika haraka haraka. Tel labda nyota 255 676 30 16 06. Umeona? Baada ya hapo labda kama kuna email unaweza kumwandikia email hapo. Email hapo utaandika tu email. Utaandika email then hapo unaweza kaandika attitude marketing@gmail.com. Umeona kitu kama hiki hapa. Sasa hapa mimi nilichokifanya ili tusipoteze muda, nitaduplicate tu hizi taarifa, nitaziweka kwa chini hapo ili tusipoteze muda. Umenielewa? Nitazikopi hizi taarifa, nitakuja kuzitumia tena kwa chini hapa. Tufanye kwamba na refali wawili, nitakuja kuzikopi nitaziweka hapa. Umeelewa vizuri? Nitakuja kuzikopi nitaziweka hapo. Lakini pia naona font hii naweza nikatumia hapa kwenye kuanzia kwenye attitude, namba za simu na email, naweza nikatumia font inaitwa Lato. Itanipa matokeo mazuri sana. Lato ina matokeo mazuri. Nitatumia Lato. Na hapo hivyo nitakuja kutumia Lato. Isipokuwa tu kwenye majina nitatumia Lato. Na ndio fonti mbili ambazo nitazitumia kwenye hii kazi, Lato pamoja na Commissioner. Nitatumia Lato hapa. Kitu kama hiki hapa. Naona imenipa matokeo mazuri sana, ina muonekano mzuri. Kitu kama hiki. Tusha chini kidogo mpaka hapo, unaweza kaona. Yes, baada ya hapo utakachokifanya kuna kipengele kingine ambacho nitakopi hii hapa. Nitakopi hii. Nitakuja kuweka hapa. Hapa nitamention labda skills. Hapa nitamention labda skills, nitaenda haraka. Nitamention labda skills. Kwenye skills hapa utakuja kumention wewe sasa. Labda mimi nitachukua huyu hapa. Nitachukua huyu, nitakuja kuweka hapa. Nitaandika labda hapa ni Photoshop, Adobe Photoshop. Utamention uwezo wako upo kwenye software zipi, sawa? Adobe Photoshop. Nitaduplicate hapo, labda nitakuja kuandika Adobe Illustrator. Taduplicate tena hapo. Labda unafahamu Adobe After Effects au Adobe InDesign. Umeona Adobe InDesign, utakuja kuduplicate tena hapo. Let's say labda Adobe After Effects. Umeona? Sasa hapa kinachofanyika ni kwamba utaandika level ya elimu, level ya skills kwenye hiyo software husika, level ya ujuzi ulionao kwenye hiyo software husika. Tutakuja kuweka hapa tunaita chart. Tunakuja kupresent katika mfumo wa tunaita nini? Hizi infographics. Utakuja kuweka structure hapa ambazo zita symbolize kwamba ujuzi wako upo katika level fulani. Utakuja kuchora hizi chart. Let's say mpaka hapa. Nitakuja ku round corner hivi. Baada ya hapo nitapunguza hizi mpaka hapa, let's say. Alafu nitaduplicate, teka hapa, hii niteka hapa. Kila kwenye ujuzi wako. Alafu huku nitaongeza kidogo mbele mpaka hapa, let's say. Umeelewa? Baada ya hapo nitakachokifanya nitakuja hizi zote hizi nitapunguza opacity. Nitapunguza opacity kwa kiwango hiki hapa. Baada ya hapo naanza na huyu hapa. Nitaduplicate, nitakopi,
nitapaste ni front, alafu nitaipunguza hivi, alafu nitaipunguza maana hapa nimeziduplicate, nitapunguza hivi. Naweza nikabadilisha nikika rangi ya njano hapo, kika rangi ya njano, kitu kama hiki. Maana yake ujuzi wangu kwenye upande wa Photoshop ipo kwa asilimia hii hapa. Na hapa hivyo hivyo unaweza kaduplicate huyu, either kama unataka kupoteza muda ukamleta juu, alafu ukasema mimi Illustrator naifahamu vizuri zaidi, kwa hii utaipeleka juu kidogo. Maana hapa naona sijalinganisha vizuri, nitalinganisha hapa vizuri, nitalinganisha vizuri hapo. Kwamba Illustrator kidogo una uwezo mkubwa. Alafu kwenye InDesign utasema kwamba InDesign hapa labda nina uwezo mkubwa zaidi. Umeona? Alafu kwenye After Effects huku unaweza kusema kwamba kwenye After Effects hapa mimi uwezo wangu sio mkubwa sana hadi sasa mpaka hapa. Kwa hiyo hapa ina represent ujuzi wako, program gani unaifahamu zaidi. Au hapa kwenye Photoshop unaweza kusema ni 100% naifahamu vizuri zaidi. Umeona? Hivyo. Kwa hiyo hapo utakuwa una present ujuzi wako, level ya ujuzi ambao kwenye program fulani. Baada ya hapo utakuja kwenye kipengele labda cha hobby. Hapa chini unaweza ukaweka taarifa ya hobby yako ni nini. Hapa chini hapa unaweza kaweka hobby. Kama hauna hobby utaacha, au unaweza kaweka taarifa nyingine. Hapa unaweza kaandika hobby. Kwenye hobby hapa unaweza kaandika labda mimi nafahamu pia Microsoft, napendelea labda hobby, napendelea labda utaangalia wewe ni kitu gani kwenye upande wa hobby unakipenda zaidi. Kusoma labda unapenda kusoma zaidi, vitu kama hivyo. Kwenye hobby hapa utaangalia wewe tu mwenyewe hobby yako ni nini. Sawa? Utaangalia hobby yako ni nini hapo. Unaweza kaona portfolio yako imeanza kuonekana vizuri kabisa hapo. Sasa nilikuwa napenda kwa vile hizi chati zetu zimekufika mpaka huku, hazileti taswira mzuri kutokana na hizi haya maumbo yetu yameishia kati. Kwa hiyo it means tulitakiwa haya maumbo ikiwezekana tuyarefushe mpaka huku, yafike mpaka mwisho huku hivi, ili yapate kuleta muonekano mzuri mpaka mwisho huku, mpaka hapa na huku. Utakuza mpaka uone rula hapo imeleta hapo mpaka hapa. Unaweza kuona hapo sasa, utaona kuna kulingana, ule mlingano unakuwepo. Umeelewa? Kuanzia juu mpaka chini unapokuwa unaandaa ile portfolio yako. Hii rula yetu tunaweza kaitoa sasa hivi. Rula yetu tunaweza kaitoa, haina kazi tena hapa. Hapa sasa unaweza kusema kwamba ngoja sasa hii huku kuna nafasi kubwa, upande wa kushoto kuna nafasi kubwa. Utaselect vitu vyote hapa. Utaselect vitu vyote, then sasa utavisogeza nyuma. Utavisogeza nyuma mpaka hapo, let's say tatosha. Mpaka hapo. Umeweza kuona? Utapata kitu kama hiki hapa. Kwa hiyo hii ndio cover ya portfolio yako. Very simple lakini iko very classic. Font nilizotumia nimetumia Lato na Commissioner. Nafikiri umeweza kuziona hapo jinsi ambavyo nimeweza kutumia. Umeweza kuona? Baada ya hapo sasa unaweza kusema kwamba mimi hapa nataka nitengeneze kitu kimoja. Kwenye upande wa background hapa nataka niweke kitu. Mimi hiki kitu kinaitwa pattern background. Unaweza ukatengeneza, nitakufundisha kutengeneza, lakini pia nitakufundisha namna ya kuweza kuitumia ikiwa nimeshai-download tayari. Huku nimei-download, utakuja hapa kwenye file, utakuja hapa kwenye place, nitakuja kukuonyesha, then nitakuja kuitafuta, nimeiweka kwenye picture hii hapa. Utakuja kuiona tu yenyewe hii hapa, nitaiplace hapa. Yenyewe ni hii. Kwa hiyo hii unaweza kaitumia vizuri kabisa ikaleta muonekano mzuri kwenye kazi yako hapo. Utaisogeza kwa nyuma. Tuseme mpaka hapa. Utaisogeza mpaka hapo, let's say mfano nitaikuza tena. Utaisogeza kwa nyuma hivi. Alafu sasa nitaipeleka nyuma kabisa hivi. Baada ya hapo, ili siweze kuonekana huko pembeni, utakuja hapa sehemu ya view, utakuja kusema trim view.
alafu utapunguza opacity. Opacity utapunguza mpaka 11. Nitatumia 11 opacity. Itakuwa kitu kama hiki hapa. Unaweza kuona utapata kitu kama hiki. Utapata kitu kama hiki. Sasa kutengeneza, nadhani kutengeneza hii pattern nitakufundisha siku zijazo, au unaweza nikakufundisha hapa sasa hivi upate kuelewa, tenda haraka tu. Vitu vyenyewe hivi tunajifunza tu sasa hivi. Utachukua cycle yako haraka. Utachukua cycle, utakuja utachora hapa cycle yako mpaka hapa, alafu nitaifanya isinyae hivi. Nitaileta mpaka hapa. Nitaifanya tena isinyae hivi. Alafu nitaileta mpaka hapa. Baada ya hapo nitakachokifanya, nisikize kwa makini. Nitakuja hapa, nitatoa fill, nitakuja kuweka stroke. Nimeweka stroke, unaweza kaona stroke yangu hii hapa. Hii stroke nitakachokifanya ni kwamba, sawa, hii stroke nitakachokifanya nitakuja kukata. Nafikiri kila mmoja anafahamu namna gani ya kuweza kukata stroke. Nitakuja hapa kuchukua sizer tool, nitabonyeza hapa. Nitabonyeza hapa. Nitabonyeza na huku. Nitaikata na hapa. Alafu nitafuta kipande cha huku. Baada ya hapo nitakuja kuichukua hii hapa, nitaiduplicate. Kuduplicate nita right click, nitakuja hapa sehemu ya transform. Kama watu hawajui vizuri hii program ya Adobe Illustrator watapata shida sana hapa. Kwa hiyo kama unahitaji, hauna msingi mzuri wa kutumia hii program ya Adobe Illustrator, nimeifundisha vizuri kabisa. Nimeifundisha yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Vitu vyote unavyoviona na vifanye hapa nimeifundisha vyote. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye transform, then utakuja sehemu ya reflect, utabonyeza reflect, then utakuja kubonyeza copy. Nitakuwa tayari nimeshatoa copy yangu hapa. Kwa hiyo hii nitaibeba, nitakuja kuiweka hapa. Baada ya hapo nilichokifanya tena, nitakuja kuchukua blend tool. Hii hapa blend tool yangu. Nafikiri kila mmoja anajua blend tool. Nitakuja nitaibonyeza hapa, nitakuza, nitaibonyeza hapa, then nitakuja kubonyeza tena hapa. Baada ya hapo nitakuja kwenye blend tool, nita double click hapa. Nitakuja kwenye blend option hapa, kwenye spacing nitakuja kuchagua specified step. Baada ya hapo nitaongeza steps. Nitaongeza steps, let's say mpaka hapa, steps labda niweke 55. It's okay. Nitakuja kubonyeza okay hapa. Baada ya hapo nitakuja kuchukua hii hapa tunaita direct selection tool. Nitakuja kutumia hii direct selection tool yangu, nitakuja kuselect hii point hii huku, nitaifanya hivi. Na point hii huku nitaipeleka huku, alafu hapa nitakuja kufanya hivi. Utafanya the way unavyotaka wewe. The way unavyotaka wewe. Hivyo utakavyotaka wewe ndivyo itakavyokuwa. Sema unafanya hivi. Utaangalia wewe sasa unataka matokeo gani. Kwa mfano hapo unaweza kusema nataka nifanye kwa mfano hapa nataka nifanye hapo, nataka nifanye labda let's say, so lazima nifanye kama nilivyofanya mimi kila kitu, lakini unaweza ukatengeneza kitu ambacho wewe unakiona kwako ni sawa, kiko vizuri. Unaweza kutengeneza kitu ambacho pia huku kwako kitaleta muonekano mzuri pia. Unaweza kufanya hivi. Huku pia unaweza kufanya hivi. Unielewa hapo? Na unaweza kufanya hivi ukapata kitu kizuri ambacho kitaleta muonekano mzuri hapa kwenye kazi yako. Umeelewa vizuri? Hii unaweza kusema mimi hapa hapana, ngoja niweke mpaka hapa. Lakini huku ndivyo ambavyo watu wanatengeneza hizi ribbon zao, wanatengeneza muonekano mzuri wa kazi zao vizuri kabisa bila shida. Unaweza kuona imeleta muonekano mzuri. Imeleta muonekano mzuri kwa ninio mule kwenye kazi yako. Unaweza kupunguza size, kupunguza opacity size hapo, ukapata kitu kama hicho. Nafikiri inaweza ikawa iko vizuri. Kwa hiyo pattern unaweza kutengeneza au ukatumia ambazo una download. Zinaitwa pattern, line pattern. Unaweza kutengeneza au ukadownload. Umeelewa vizuri? Kwa baada ya hapo hilo nimekaa poa, wewe mwenyewe utaangalia namna gani ya kuweza kuicustomize na kuiweka sawa ili ionekane vizuri.
Kwa mfano hapo imekaa very professional hapo. Imekaa very professional, nitaifungia hii layer, nitaiclose. Baada hapo tutahamia huku. Tutahamia huku kwenye upande wa pili, ambao kwenye upande wa pili nitakuja tena kubeba hivi hivi. Nitavibeba hivi, nitavihamishia huku juu. Nitahamisha huku juu. Huku juu sasa tutakuwa tuna rangi tofauti. Huku napendelea nitumie rangi ya kijani. Napendelea nitumie rangi ya kijani. Rangi ya kijani fulani hivi ambayo haiboi hivi. Lakini pia kwenye upande wa hii stroke yetu tutatumia rangi hiyo hiyo. Nitakuja hapa kwenye stroke, tutatumia rangi hiyo hiyo ya kijani fulani hivi ambayo iko vizuri. Hivyo. Umeona? Kwenye rangi ya maandishi sasa tutatumia rangi ambayo ni nyeusi. Napenda sana nitumie rangi nyeusi hapo, italeta muonekano mzuri. Au aina fulani ya gray fulani hivi kama enda kwenye weusi lakini ni gray. Hivi. Baada ya hapo, hapa ni about you. Hapa naweza nikaandika ni about me. About me. Kwa hiyo utaandika kuhusu wewe, shauku yako, kitu gani ambacho utakifanya utakapoajiliwa, kwamba mimi ni mtu fulani, nime experience kwenye upande wa marketing au kwenye upande wa designing, na tamani au shauku yangu kubwa kwamba nitafanya kazi katika kiwango hiki na nitaleta matokeo ya aina fulani. Kwa hiyo hapa utaandika about wewe na shauku yako ilipo. Utaandika about you na shauku yako ilivyo pindi utakapopata hiyo kazi. Kwa hiyo hapa ndio utahusisha kwenye upande wa about you. Kwa hiyo hapa mimi nitakuja kuweka tu maelezo ambayo ni default. Wewe utaya-customize wewe mwenyewe. Teka maandishi ambayo ni default hapa. Teka default. Nitapunguza size. Let's say nitatumia 7. Ni sawa. Nitatumia tu default haya maandishi. Lakini nitatumia justified. Mpaka hapo. Kwa utaangalia wewe, utaandika about wewe, utajielezea hapo aidha kwa Kiswahili, lakini inapendeza zaidi ukiandika kwa Kiingereza. Utaonekana ni very professional. Baada ya hapo utakachokifanya, utakuja kutenda kuchora utakuja kuchora rectangle yako hapo ambao utaweka location yako, sehemu ambapo wewe upo, ili watambue kabisa unapokupa kazi. Je, wana uwezo kukupa kazi wewe mtu ambaye upo labda Singida? Wata afford gharama za wewe kuja na mshahara watakao kupa? Kwa hiyo unaandika na location ulipo moja kwa moja ili usijichanganye, kwa sababu unaweza ukatoka sehemu moja, ukatoka mkoani huko ukaja Dar es Salaam afu ukajikuta mshahara wenyewe hautoshi. Kwa hiyo wajiridhishe kwamba unatoka sehemu gani. Umeona? Hapa nimependa pia nitumie rangi hii ya gradient. Nitumie gradient kwa nitafyonza hapo gradient. Alafu hapa nitakuja nitumie rangi nitatumia tu maandishi meupe. Nitatumia maandishi meupe hapa. Nitakuza kidogo. Hapo utaweka location. Hapo utaweka location ambapo unaweza kaweka na icon yoyote. Unaweza kaweka icon yoyote hapa. Naweza nikaja kutafuta icon hapa kama nitakuwa nayo. Location naweza nikawa nayo location hapa. Location ipo hapa. Nitakuja hapa, nitaiweka location yangu. Kitu kama hiko. Nimeweka rangi gani tena hapa? Nimeweka rangi gani? Nitapunguza size ya hiyo icon. Hii nitaivuta kidogo huku nyuma. Nitapata kitu kama hiki hapa, kama unaweza kuona. Very simple kabisa. Unaweza kuona, yani cover yako iko very professional. Rangi zimetulia vizuri.
Na hii rangi naona imewaka sana, naweza nikapunguza hiyo rangi, kaipunguza kidogo isiwake sana. Imewaka sana ya mpaka hapo iko vizuri. Na hii stroke nitaipunguza kidogo. Stroke unaona kama vile basi nitarudisha tena. Stroke tulishaipunguza. Baada ya hapo, hatua inayofuata hapo unaweza kuja kwa mawasiliano ya simu, namba za simu Unaweza kaja hapa tu ukaweka namba za simu, kafanya hivi. Nitaweka rangi nyeusi. Nitatumia rangi nyeusi au gray fulani hivi. Nitafanya hivi. Manake namba yako, lakini pia email yako. Namba yako lakini pia email yako. Alafu hizi nitapunguza opacity hapa. Nitapunguza opacity katika kiwango kikubwa kidogo mpaka hapa. Baada ya hapo nitakuja kuweka sasa namba za simu. Nitakuja kuweka namba ya simu labda hapa, alafu nitaweka rangi nyeusi au gray. Nyeusi inaweza ikafaa zaidi au gray fulani inayoelekea kwenye weusi hivyo. Alafu huku unaweza ukaja kuweka email yako. Tuweke tu namba za simu, utaweka email yako hapa. Utakuja kuiweka hapa. Unaweza kuona hapo utaweka email yako, hapo utaweka location. Labda naweza nikasema labda mtu anakaa labda Kurasini Chang'ombe, Kurasini Chang'ombe, Dar es Salaam. Yeah. Kitu kama hiki hapa, Kurasini Chang'ombe, Dar es Salaam. Baada ya hapo utakachokifanya hapa, nafikiri utakuwa unanielewa vizuri ninachokifanya. Na hizi rangi pangilia hivi hivi, utapata muonekano mzuri. Japokuwa utakuwa unatumia rangi nyingine, lakini kwenye color code nyoosha hivi. Na mpangilio na format ya maandishi unatakiwa ufanye kitu kama hiki. Baada ya hapo ni education background. Utakuja hapa. Hizi ni news zako, hizi unaweza kaja ukazikuza tena. Ukakuza hivi, let's say mpaka hapa. Mpaka hapa. Sawa? Au unaweza ukazipunguza vile vile ukazitumia hivi hivi, ni sawa tu wewe mwenyewe. Hapo unaweza kaandika background au education. Education background. Education. Kwenye education hapa kama kawaida. Hapa sasa utakuja kuandika elimu yako ya chuo. Mfano, mtu anaweza kaja kaandika hapa mfano, anaweza akachukua labda Ingaiza, nitachukua hii kuja kuandika hapa. Nitatumia labda utaandika labda chuo kikuu. Chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Dar es Salaam. Au unaweza kuandika Dar es Salaam University. Utaandika wataka kwa Kiswahili. Nafikiri wewe mwenyewe utanyoosha maelezo. Alafu hapo utakachokifanya utaleta hii hapa. Utaandika labda kuanzia mwaka fulani, kuanzia labda 2019 hadi 2021 mfano. Utaisogeza kwa hapa. Umeelewa? Na hii hapa mimi nilipendelea nitumie rangi hii hapa. Sio mbaya, ni mzuri. Na hii hapa pia naweza nikatumia rangi hiyo hiyo. Iweta muonekano mzuri, lakini hii thin imekuwa nyembamba sana. Kwa nitaiongezea kidogo, lakini ziwe tofauti. Nitaiongezea upana, lakini ziwe tofauti. Kitu kama hiko. Baada ya hapo huku utakuja kuandika labda huku unaweza ukaja ukaandika labda utakuja kuandika maelezo.
Ukaja kuandika maelezo yako hapa, labda nitapunguza, nitafuta baadhi ya text. Education hapo, mwaka fulani hadi mwaka fulani, utaweka maelezo yako hapo. Umeona? Utaweka maelezo yako hapo. Ta duplicate hapo. Nita duplicate, utapata kitu kama hivi. Umeona? Baada ya hapo, hatua ya mwisho kabisa, kutakuwa na job experience. Utakuja huku kwenye upande wa job experience. Kwenye job experience hapa utaandika, kwa mfano nitakopi hivi hapa. Hapa kwenye job experience utakuja kuandika labda umefanya kazi kwenye sehemu gani. Kwa mfano hapo nitaandika Creative Agents Tanzania. Nilifanya kazi Creative Agents Tanzania, Creative Agents Tanzania kuanzia mwaka fulani mpaka mwaka fulani. Na ulikuwa nani? Cheo chako pale kilikuwa kama nani? Labda hapa nitasema nilikuwa graphic designer. Nilikuwa graphic designer. Sawa? Nilikuwa graphic designer. Labda kutakuwa kuna maelezo machache kuhusu wewe mwenyewe, lakini nilipenda tufuate mtiririko huu hapa wa juu. Tufuate huu mtiririko hapa juu hapa. Sawa? Hii hapa tufupishe. Tutafupisha hivi. Then hii inaweza ikaja ikakaa hapa chini, alafu nitakuelekeza tu mpangilio mzuri ambao tutakaotumia. Tuleta hapa. Kama hauwezi kulinganisha hivi, unaweza kuchukua rula ukaweka hapa rula yako ili upate kufuata kuanzia mpangilio kuanzia juu mpaka chini. Una rula yako ikae, kuna guides, upande wa guides. Upande wa guide zipo. Kinede. Hii view tumeweka view to stream view hapa. Ukistream view manake unakuwa hauioni. Kwa sasa hivi tutatoa hii trim view kwanza ili tupate kuona hii rula yetu mpaka hapa. Halafu hivi utavisogeza hapa mbele mpaka hapa ili kupata mpangilio mzuri kabisa. Umeona? Kitu kama hiko. Kwa hapo ulikuwa graphic designer, utasema kwamba ulikuwa unafanya kazi gani. Yaani graphic designer ni kazi zipi ulikuwa unazifanya. Maana yake nilikuwa na design poster, labda company profile, labda branding design kwa ujumla hapa, au nilikuwa nafanya masuala ya social media management, utaandika hapa. Au kutengeneza social media post, utasema hapa. Umeelewa vizuri? Yeah. Okay. Kuona hii nilikuwa natamani ianzie huku nyuma kabisa. Unaweza ukaja ukachukua tena rula yako moja ukaja ukaweka hapa. Ianzie hapa na huku ianzie hapa. Hii Tanzania unaweza usiweke yote Tanzania. Unaweza ukasema TZ. Ili mradi ili uweze kupata muonekano mzuri wa kazi yako, hii utakuja kuileta hapa. Kuanzia mwaka fulani mpaka mwaka fulani. Ulikuwa graphic designer eneo hilo. Utapandisha hapo na utakuja utakopi
au hivi vitu utavitoa, au hii unaweza ukasema utaselect hivi vyote alafu utakopi utaleta chini hapa. Ulifanya kazi labda hapo utaandika sehemu nyingine, kama ni sehemu zaidi ya moja utaandika pia sehemu nyingine hapo. Umeelewa? Hapo pia unaweza kaandika sehemu nyingine kama ulifanya kazi sehemu zaidi ya moja. Labda hapo uliandika labda video editor, unaweza kusema video editor, video editor and animation animation, video editing and animation. Umeona kitu kama hicho. Umeona hizi fonti zake zimekuwa kubwa sana, tukapunguza. Tapunguza kidogo hapo tupate fonti around 10, around 9, sawa? No, tutumie around 10. Around 10 ni sawa. Around 10. Na hii hivyo, nafikiri hii pia ipunguzwe around hivyo. Tusitumie makubwa sana ma text. Hizi guides ziondoke na hii iondoke. Umeona? Hizi zote tutazipunguza, tutatumia yes, kitu kama hiki. Zokaona hapo mpangilio ulivyokuwa mzuri wa hiyo portfolio yako cover. Umeona? Hakikisha unazingatia mpangilio. Zingatia mpangilio ndio kila kitu. Zingatia mpangilio. Umeona? Zingatia mpangilio ndio kila kitu. Hapa unaweza kusema labda wewe mwenyewe tu ukasema labda hapa labda niweke line hapa ambayo inatenganisha hapa na huku. Ukasema hapa nitengeneze line yangu. Line tu kama urembo fulani hivi. Unaweza kaeka hivyo. Na hii line yako unaweza kaichukua kuja kuiweka tena hapa. Kama zipendeze unaweza katoa. Ni kama urembo tu ambao mwenyewe unaangalia. Nitatoa. Umeona? Huu mpangilio umeleta muonekano mzuri sana, japokuwa hii inatakiwa irudi nyuma huko. Mpaka hapo. Unaona? Tengeneze mpangilio mzuri hapo. Yeah. Kitu kama hicho. Hapo unaweza kavuta nyuma kidogo, kavuta nyuma. Baada ya hapo utaona hapa tulisahau kuandika job experience. Nitakuja kuandika hapo job experience hapa kwa herufi kubwa. Job experience. Tutaandika job experience hapo. Tukaduplicate hapa. Tukaduplicate tu tukaweka chini hapa ili kujazia hapo. Mpaka hapo. Itapeleka juu kidogo. Na napendelea kwamba hizi hapa kwenye hizi title za cheo chako wewe tuweke rangi nyeusi au gray fulani hivi. Gray fulani hivi. Yes. Iwe hivi. Umeona? Iwe hivi. Nafikiri imekaa vizuri zaidi.
imekaa vizuri. Kwa hii ndio cover yako ambayo utaitumia, lakini pia nilipenda huku chini kuweka vizuri. Tutakuja kuchora rectangle yetu fulani hivi. Tutachora rectangle. Hii rectangle utaweka rangi hizi hapa, nitaweka gradient. Gradient yangu nataka hapa katikati niweke rangi ya hapa katikati hapa niweke rangi hii hapa ambayo tunaita light blue. Nitaweka light blue hapa katikati. Nitaweka light blue. Huku mwishoni nataka niweke green ambayo imewaka kidogo au iko bright hivi. Taangalia hapa imekaaje muonekano. Yes, imekaa vizuri tu. Imekaa vizuri. Tukijaribu kuchukua hii gradient hapa kuiweka kule itakuwaje? Hapana, haijaleta muonekano mzuri. Haijaleta muonekano mzuri kabisa. Tukija tukitoa hapo itakuwaje? At least kidogo hii imekaa vizuri. At least imekaa vizuri hii hapa. Tukiweka hii gradient huku inakuwaje? Bado haijakaa poa. Hii imependelea kukaa huku chini huku. Umeona huku chini imekaa vizuri kabisa kabisa. Imekaa vizuri. Kwa unaweza kaacha hivi hivi au huku kaweka labda rangi labda hii, afu kaangalia the way inavyoonekana. Yes, unaweza kaacha rangi hii, ni sawa. Hii kidogo imekaa poa. Hii kidogo imekaa poa, lakini sio vizuri sana, imewaka sana. Tukabadilisha rangi sio inawaka sana hivyo. Au tukaja tukachange rangi hapo tukaweka green, itakuwaje? Umeona? Kwa utaangalia wewe hapo mazingira au muonekano unaokupa wewe taswira mzuri ndio uweze kuitumia. Mimi nafikiria hapa kwangu imekaa poa. Imekaa vizuri tu. Kwangu hapa imekaa vizuri. Auzo gradient ndio kaifanya vice versa, njano ikae huku na blue ikae huku, ni sawa. Utapata kitu kama hiki hapa. Baada ya hapa sasa nikufundisha kitu kimoja. Baada ya hapa naona imekaa vizuri kabisa. Baada ya hapa unaweza ukasema sasa niongeze page. Kuongeza page utakuja huko kulia kwako hapa sehemu ya edit artboard. Natumia Adobe Illustrator 2026. Kwa utakuja upande wa kulia huko utabonyeza edit artboard, then utaongeza hapa. Utaongeza artboard. Sasa ukishaongeza artboard hapa, ukishaongeza artboard hapa, unaweza ukaja ukaandika hivi. Hapa unaweza ukaja ukaandika ukaweka rangi, labda ukaweka rangi hii hapa. Huku unaweza ukaja ukaandika ukasema labda designing samples. Unaweza ukaandika hivyo labda designing samples kama kichwa cha habari. Unaweza kuweka rangi nyeusi, wewe mwenyewe utakavyoona hapa, ukaweka gray labda maybe. Keka gray au keka rangi ile ile nilotumia mimi. Inaweza ikawa ukawekea rectangle kwa chini. Ukawekea rectangle hivi. Copy hii rangi alafu kapeleka chini kidogo. Ili kwa juu hapo
iwe rangi nyeupe kwenye maandishi yako. Baada ya hapo hapa chini sasa ndo unakuja kucategorize. Sawa, utasema labda social media posti. Utaanza kusema labda hapo ni social media posti, social media posters. Utasema social media posters, takuza kidogo. Hasa kwenye social media posters hapa sasa ndio unaanza kuorodhesha sasa aina za designing za poster ambazo umewahi kufanya. Mfano hizo nikaja hapa ku mention social media poster, nitakuja kuangalia huko poster mbalimbali ambazo unaweza kazi mention hapo. Unaangalia poster ambazo zimefanya vizuri au zina muonekano mzuri. Ukaja hapa ukaweka hivi. Umeona? Ukaja tena let's say ukaja kuweka nyingine. Kaangalia ambao niko vizuri. Kaja kwenye upande huko downloads, kaangalia posters ambazo ziko vizuri. Mfano posters ambazo ziko vizuri sana. Utakuja kuangalia huko. Mfano labda hii hapa. Utakuja kuweka hapo ikiwa kama sehemu ya social media posti. Umeona? Sasa kama hazionekani hivyo unaweza ukaja ukatengenezea kitu kimoja, ukatengenezea hivi. Mfano nakupa tu mbinu ambazo utakaza kusaidia. Hii utaweka chini kabisa. Utapeleka nyuma ili kuweza kudisplay vizuri kazi yako. Au ukitaka kuipeleka mpaka huku wewe mwenyewe tutakavyoamua. Ukitaka ifiti moja kwa moja mpaka huku ni wewe mwenyewe. Nimechora rectangle ambayo ni nyeusi alafu nikapunguzia opacity. Utapeleka mpaka chini. Au utaacha juu tu huku. Hivyo. Afu baada hapo ukaduplicate. Uteka nyingine kwa chini hapa. Unaweza kuweka nyingine kwa chini hapa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo watu wanatengeneza portfolio zao. Ona. Kila mmoja jitegemee, ni wewe mwenyewe tu utafanya hivyo. Utafanya hivyo. Kisema kila mmoja jitegemee. Utaonyesha kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo utakavyokuwa una mention kazi zako. Umeona? Utakuwa una mention kazi zako, ukitaka hii iende mpaka chini labda. Mpaka chini. Ni wewe mwenyewe tu. Kisema unataka nizipunguze ukubwa, unaweza kupunguza ukubwa mpaka hapo. Hivyo. Hapa umeshamaliza upande wa poster. Utaenda mbele, utaanza kusema branding design. Social media post tayari. Upande wa social media post tayari hapo. Utaenda kwenye branding design. Hii utapunguza size. Umeona? Utapunguza size, utaduplicate tena. Utapanga kazi nyingine labda bana. Unaweza kaweka, sio lazima unaweza usiweke hivi kama nilivyoweka mimi. Unaweza kaweka hivi baadhi tu. Au unaweza kaweka hata posti zako hata moja. Wewe mwenyewe utakavyoamua. Utaweka labda moja tu hivi. Kwenye kila page unaweza kaweka moja. Zisiwe nyingi, post unaweza kaweka mbili tu zikatosha.
Umeona, ukaweka hivi au ukaweka nyingi kama nilivyoweka mimi kwenye mfumo wa grid, ukaweka hivi kama nilivyoweka mimi kwenye mfumo wa grid, ni sawa? Sio, umeelewa vizuri? Hapa zikawa zimetosha. Ukienda huku unaenda kwenye upande mwingine, labda sehemu ya branding design. Kwa utaanza kwenye social media post, utaenda kwenye branding design. Kwenye branding design pia kuna category. Sawa? Utakuwa na mention pale juu, labda hizi ni bana, hizi ni business card, hizi labda ni kwenye upande wa bana kuna roll up bana, kuna billboard na kadhalika. Sawa? Kwa utakuwa unazikategorize aina ya branding design. Ziko tofauti tofauti. Hapa ni company profile. Kwa utakuwa na mention. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunakuwa tunatengeneza portfolio. Hivi ndivyo njia ambayo tunaitumia kutengeneza portfolio. Ukisikia portfolio ndio hii. Kwa hiyo hapo utaendelea. Hizi designing sample za kwanza kabisa hapa, sehemu ya kwanza umeandika hapo ni social media poster. Umeonyesha social media poster zako mbili hapa. Unaenda kwenye branding design. Kwenye branding design utaandika tu pale juu branding design, alafu Roman, utaweka Roman ya kwanza, utasema labda business card, utaweka business card zako pale labda aina mbili. Baada ya hapo utaenda labda kwenye roll up banner. Kwenye banner utaweka roll up banner, utaweka aina ya banner nyingine labda billboard na kadhalika. Sio, tutakuwa umeelewa vizuri. Kwa utaishia hapo, utaelezea branding design zako, aina fulani za branding design unazoweza kufanya. Usiatachi kazi nyingi kwenye kila designing of social media post. Mimi nimeweka 2 tu hapa au 4. Kwa hiyo kwenye designing yako nyingine unaweza kuweka labda roll up banner na billboard peke yake. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo, na mwishoni kwenye peji ya mwisho kabisa utaweka labda shukrani, utatoa shukrani labda thank you. Utatoa shukrani yako pale, aidha kama kuna sahihi unaweza kaweka. Kwa hiyo kwenye peji ya mwisho na mawasiliano yako. Kwa hiyo peji ya mwisho kabisa unaweza kuweka mawasiliano yako au ukaweka tu thank you basi. Ukamaliza hapo. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaandaa portfolio. Nafikiri utakuwa umejifunza kitu. Asante sana. Karibu tena next time. Bye bye.